Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye Pedo and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Leo nataka nizungumzie maisha ya kila siku ya muathirika anayeishi na VVU au muathirika anayeishi na HIV. Jambo la kwanza ni kumeza dawa za ARV katika muda niliyojipangia. Nazungumza muathirika mimi mwenyewe nikiwa ni mmoja wapo, nikiwa ni mhanga, nikiwa ni muathirika. Kwa hiyo hapa ninazungumzia maisha yangu ya kila siku ninayoyaishi. Ninaishi kwanza kumeza dawa za ARV katika muda niliyojipangia mimi. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza kama ni muathirika, ukumbuke kumeza dawa katika muda uliojipangia wewe mwenyewe. Nimekuja na topiki hii kuizungumzia kwa sababu nimekutana na watu mbalimbali ambao wanasahau kumeza dawa ule muda ambao wamejipangia. Na wanapokumbuka wanajikuta wamekumbuka lakini tayari hawako nyumbani na zile dawa hawajatembea nazo. Kwa hiyo unakuta na anaporudi nyumbani pengine ni jioni baada ya kutoka kazini, anakuwa amechoka. Anasema ngoja ale, akishamaliza kula atameza dawa. Na hasa zile dawa ambazo unameza yani hauhitajiki kwamba mpaka umeze na chakula ndipo umeze, ule ndipo umeze, hapana. Kwa hiyo unakuta huyu mtu anasahau. Na anaposahau anakwenda analala. Mtu anakaa siku 4, siku 5, huwezi kuamini hata wiki hajameza dawa za ARV. Nimekutana na hii kesi, nimebaki ninashangaa. Unaona? Najiuliza moyoni, are you serious? Naona. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nimeona nije nizungumzie ili niwakumbushe waathirika wenzangu ambao mnameza dawa za ARV kama mimi. Kumbukeni kumeza dawa katika muda mliojipangia. Pia daktari ni rafiki yako. Daktari ni rafiki yako kwa sababu gani? Unapotembelea kliniki, unapokwenda kliniki unakutana na daktari wako wa VVU. Mwelezee matatizo yako yote. Hata uliposahau kumeza dawa, mwambie, usimfiche kitu chochote kile. Hata kama ndio huko undetectable, lakini bado mwambie daktari. Kwa hiyo mtu kama huyu nimejaribu kumweleza kwamba aweke alarm ya kumkumbusha kumeza dawa. Kama unaweza ukajipangia hata kitu ambacho unakifanya kabla hujatoka ndani. Kwa mfano, labda unapopiga mswaki asubuhi, kwa sababu hakuna mtu anayetoka nje bila kupiga mswaki. Kwa hiyo ile ndio iwe alama yako ya kukukumbusha kwamba kabla sijapiga mswaki lazima kitu cha kwanza nimeze dawa zangu. Kwa hiyo unapouona mswaki tu unakumbuka hii ndiyo alama niliyojiwekea ya kumeza dawa. Unaona? Kwa hiyo unameza dawa zako. Yaani usiskip, usipite muda, nizungumzie yani kwa lugha nyepesi kwamba usiruke dozi ya dawa zako za ARV. Na bahati nzuri mtu unakuta anameza kidonge kimoja tu kwa siku. Basi, unaona. Alafu pia mwili wako ni hekalu. Mwili wako ni hekalu. Kwa sababu gani nazungumza hivyo? Kula vizuri kama una uwezo, na hata kama huna uwezo vipo vitu ambavyo havihitaji gharama kubwa sana. Unaweza ukala dagaa zako, zina madini mengi sana mwilini. Nyanya chungu ndio vitu vinavyotakiwa, matembele. Kwa hiyo mwili wako ni hekalu, kula vizuri. Alafu tembea. Tembea ili mwili uchangamke, damu ichangamke. Mwili ubampu, moyo uweze kufanya kazi vizuri, tembea. Alafu kunywa maji mengi. Elewa kwamba unakunywa dawa hata kama ni kidonge kimoja tu kwa siku. Kunywa maji mengi. Alafu pendelea pia kupima mifupa, kupima figo, kupima moyo kila mwaka. Yaani angalau mara 1 kwa mwaka.
Kwa hiyo unapokwenda kumuona daktari wako wa VVU, zungumza naye, mweleze, muombe kwamba unataka upime mifupa, upime figo na unataka upime moyo. Naona. Kwa sababu wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo hivi vitu usipozungumza na daktari, wakati mwingine na yeye ni binadamu, anaweza akapitiwa, na pengine unamuona daktari labda mara 2 tu kwa mwaka, inategemea na maeneo ulipo. Mfano hapa Uingereza unamuona daktari wa VVU mara 2 kwa mwaka, yani kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo unapokwenda kumuona ukisahau, limekula kwako. Naona. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri kuorozesha unapokwenda kumuona, kwa sababu unazo dakika nyingi tu za kuzungumza naye. Basi muombe akupime mifupa, kupime figo na akupime moyo. Kinga ni bora kuliko tiba. Akili yako ni dhahabu. Naona. Upweke unaua zaidi ya VVU. Ninapozungumzia kwamba akili yako ni dhahabu, usikae tu kiupweke upweke. Upweke unaua kuliko VVU. Kwa hiyo penda kuzungumza na watu, na nenda kwenye vikundi. Kwenye vikundi utakuta na watu wengine ambao mnasafiri katika boti moja, yani wote mna VVU. Kwa hiyo huku mitaani kama una watu wa kuzungumza nao, ukienda kwenye vikundi unapata watu wa kuzungumza nao, watu wa kubadilishana nao mawazo. Unaona, mnazungumza, mnacheka, unafurahi. Unaona, wewe sio peke yako. Ukikaa tu bila kwenda kwenye vikundi utajiona kwamba huenda wewe ni wewe peke yako, lakini nataka nikuhakikishie kwamba hauko peke yako. Wapo watu ambao wameathirika. Mimi ni mmoja wapo. Nimeishi na VVU kwa zaidi ya miaka 31 sasa. Kwa hiyo hauko peke yako. Kuna watu wameishi miaka 40 na kuna watu wameishi sasa hivi wana umri wa miaka 70. Mimi nina umri wa zaidi ya miaka 60. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nilipata nikiwa msichana na sasa hivi ni mzee. Alafu pia simama wima. Ninapozungumzia maana ya kusimama wima ni kwamba panga maisha yako. Wewe ndiye mwalimu wa maisha yako, wewe ndiye mpangaji wa maisha yako. Kwa sababu gani? Wajukuu wanakungoja. Hata kama ni kijana sasa hivi, hata kama hujapata wajukuu, lakini kuwa na matumaini kwamba wajukuu wanakungoja. Mimi nilikuwa sijui kama siku moja ningepata wajukuu nikiwa bado niko hai. Lakini ngoja niseme kweli, Mungu wetu ni wa ajabu. Ameweza kunipa wajukuu. Nimewaona wajukuu wazuri tu, vijana wazuri tu, handsome boys, wana upendo, wana ucheshi, ni wazuri. Kwa hiyo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Ninamshukuru. Nasema asante Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na wewe simama wima, panga maisha yako kwa ajili ya kuja kuwaona wajukuu wako. Pia tuendelee kuzeeka pamoja kwa heshima. Tunavyozeeka na VVU, basi VVU havijatutafuna akili. Tuko timamu, tuko sawa, basi tuzeeke wote kwa pamoja kwa heshima. Shujaa mwenye matumaini anainua wengine. Kwa hiyo na wewe kuwa shujaa mwenye matumaini. Ule uzoefu ulionao wa miaka 15, miaka 20, 25, miaka 30, 35, usikae nao tu moyoni. Share na watu wengine na wao waweze kunufaika, waweze kufaidika. Huwezi kujua, kuna mmoja tutamuinua ambaye alikuwa amekata tamaa, lakini akisikia video hii atajiona kwamba kumbe siko mimi peke yangu. Kuna watu wengine wapo. Kwa hiyo ninachomwambia ni kwamba usikate tamaa. Mimi sio mtaalamu wa afya, mimi sio muuguzi, sio daktari. Lakini nazungumzia kutokana na uzoefu wangu na experience ambayo nimeishi na VVU na yale ambayo nimeyapitia.
Ndio maana nikaanzisha chano hii ili niwe nabadilishana mawazo na waliopondeka mioyo, waliokata tamaa, nawaambia hapana, msikate tamaa, maisha bado yapo. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kushare video hii na watu wengine pia waweze kunufaika. Msisahau kucomment. Msiache kuniuliza maswali. Niulizeni swali lolote tu lile, mniulize. Pia msiache kulike video yangu. Asanteni sana na karibuni tena.